neno dhahaba. Dhahaba maana yake ni kwamba alienda wakati ambao uliopita. Dhahaba, alienda. Sasa katika lugha ya Kiarabu maneno mengi ya asili au maneno mengi yako na herufi 3 za asili, lakini yapo maneno ambayo yako na herufi 4 za asili, mengine pia ni 5, lakini 6 ni nadra sana kuyakuta maneno, lakini asilimia kubwa ya maneno ya Kiarabu yako na herufi 3 za nini? Za asili. Kwa hivyo katika huu mfano dhahaba kwa maana ya alienda, tukitaka kulipima neno hili, kwa maana tunalipima katika mfumo gani? Tutaliandika dhahaba, dhahaba, dhahaba. Ukishaliandika neno hili kama hivi, then unatumia herufi hizi 3, fa, ain pamoja na lam, kufuatisha kutoka kulia mwanzo wa herufi ya kwanza ya neno hilo unalotaka kulipima kwenda wapi? Kushoto kufikia herufi ya mwisho. Ya kwanza ni dha, kwa utaandika hapa fa. Ya pili ni ha, kwa utaandika hapa nini? Ain. Ya tatu ni nini? Ni ba, kwa utaandika hapa nini? Lam. Na neno hili, herufi hizi 3 ambazo ndizo herufi za mizani katika somo hili la sarfu, harakati zake kwa maana irabu zake zinapatikana kutokana na neno lenyewe unalotaka kulipima. Mfano neno letu dhahaba lote herufi ya kwanza iko na fatha, kwa hivyo na nyewe utaekea irabu yake ya kwanza ni fatha. Herufi ya pili ha, na yenyewe pia iko na fatha, kwa utaekea fatha pia ain. Herufi ya tatu ni ba, na yenyewe pia iko na fatha, kwa na lam pia utaekea nini? Utaekea fatha. Kwa hiyo tunajikuta mzani wa neno dhahaba ni fa'ala, fa'ala. Kwa hivyo tunajikuta kwamba neno dhahaba lina herufi 3 za asili na mzani wake ni fa'ala. Kwa hivyo mzani wa neno unapata irabu zake kutokana na neno lenyewe jinsi ambavyo lilivyoandikwa.